Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, pamoja na yale yote yanahusisha masuala mazima ya kimichezo na yale yote yaliyojiri huko viwanjani. Mimi natumia nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa kuwe mdau wangu wa nguvu, mwana True Talk, na kama ndi mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, lakini pia washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia sanjari na hayo, tunafahamu ya kwamba tuko kwenye hatua za mwishoni tukielekea kutamatisha msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa mwaka 2025-26. Lakini pia dirisha la usajili pia liko mbioni kuweza kufunguliwa, na kwa hivi sasa nafikiri tunafahamu tetesi za usajili zinarindima kulikweli katika mitandao ya kijamii, na wachezaji tofauti wanaripotiwa kuingia sokoni, ikiwa hapo jana nimetoka kuripoti taarifa inayowahusisha wachezaji takriban 8 mpaka 9 kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika. Vinaripoti kuwa wachezaji wa Azam FC takriban 8 mpaka 9 wanaingia kwenye wiki la mwisho la kumaliza mikataba yao. Baadhi yao wamekwisha kufanya mazungumzo na makubaliano na baadhi ya timu za ndani, ikiwemo Simba Sports Club. Hapa namzungumzia Nathaniel Chilambo ambaye pia anatajwa kuwa anahusishwa na klabu ya Simba. Sitaki kuzungumzia sana kuhusiana na hayo, lakini ni kwa ufupi tu kuhusiana na tetesi za usajili, lakini pia yako mengi ambayo yamejiri huko mitandaoni, ikiwemo sakata la Mohamed Hussein, ujio mpya wa kocha Yanga. Yote haya yanahusishwa na uvumi wa tetesi za usajili, ikiwa ni kipindi hiki muhimu kabisa tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26. Yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani, lakini kubwa zaidi ambayo natamani tuweze kulizungumzia hapa japo kwa ufupi ni kuhusiana na sakata la ujio mpya wa kocha pale katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Na nafikiri unafahamu ya kwamba siku kadhaa zilizopita uongozi wa klabu ya Yanga uliweza kuthibitisha kufanya makubaliano ya kuvunja mkataba na aliyekuwa kocha wa kikosi hicho. Kwa miezi kadhaa amekwisha kuachana na klabu hiyo, na sasa hivi wengi tunatamani kuweza kufahamu ni nani atarithi mikoba yake, ni nani atakuja kukinoa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans Sports Club kuwafikisha katika malengo yale ambayo wako nayo kwa hivi sasa kwenye michuano ya ndani pamoja na michuano ya kimataifa. Sasa kuna majina kadhaa ambayo yamependekezwa na kuna majina kadhaa ambayo yanaripotiwa kulindima kweli katika mitandao ya kijamii, na katika pitapita zangu huko nimekutana na moja kati ya majina ambayo imenifanya niweze kuja hewani na kuweza kushare na wewe video hii hapa. Na miongoni mwa majina hayo ni aliyewahi kuwa kocha wa klabu hiyo ya Yanga. Hapa namzungumzia coach Nasruddin Nabi. Tunafahamu kazi kubwa ambayo alifanya pale Yanga, alikijenga kikosi cha Yanga kwa udi na uvumba na kuhakikisha kwamba kinakwenda kutoa mataji, na kilitoa mataji na kilikuwa ni kikosi bora na hatari zaidi ambacho mpaka hivi sasa wametembea kwenye hilo wingu na wametembea kwenye huo upepo, naweza kusema hivyo. Kwa misimu kadhaa toka Nasruddin ameondoka, klabu ya Yanga bado wameendelea kuwa mabingwa wa NBC Premier League, na yote haya ni kwa sababu ya ile kazi kubwa ambayo aliifanya, kwa sababu aliondoa wachezaji kama akina Ziski, akina Fisto Kalala Mayele na wengineo.
akina Pacome Zouzoua, wote hawa walinolewa kwenye mikono ya Nasruddin Nabi, akina Clement Mzinze, na wote hawa walinolewa kwenye mikono ya Nasruddin Nabi. Kwa hiyo Yanga bado ilisalia na zile nguzo muhimu ambazo zilitoka kwenye mikono ya kocha Nasruddin Nabi, ambaye mara baada ya kutimka kwenye kikosi cha Young Africans alitua pale Afrika ya Kusini. Hakutoa Afrika Kusini, lakini pia alikuwa ametua pale Afrika Kusini kwa misimu takriban miwili kama sijakosea, akiwa na msaidizi wake Cedric Kaza ambaye pia alikuwa naye katika kikosi cha Yanga, na wamekinoa kikosi kile na kukijenga kikosi kile bado kipo imara kutoka kwenye nafasi ya 10 kwenye msimamo wa ligi ya Afrika ya Kusini kupanda mpaka kufika kwenye nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi ya Afrika ya Kusini. Si jambo dogo. Tunafahamu ligi ya Afrika ya Kusini moja kati ya ligi bora sana, na ni moja kati ya ligi ambazo zina ushindani mkubwa, kwa sababu kama unaangalia Mamelodi Sundowns ambao wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa na alama 65, wakifuatiwa na Orlando Pirates ambao wana alama 62. Ni moja kati ya virabu vikubwa ambavyo vinafanya vizuri kweli kweli, lakini pia Kaizer Chiefs wanashika nafasi ya 3 wakiwa chini ya mikono ya Cedric Kaza ambaye pia walikuwa wakisaidiana na kocha Nasruddin Nabi, na ameondoka miezi kadhaa tu iliyopita, ni miezi michache, si mingi sana. Kwa hivi sasa kocha Cedric Kaza ndiye anayekinoa kikosi cha Kaizer Chiefs. Kwa hiyo bado wanatembea kwenye ule upepo ama ule ubora ambao Nasruddin Nabi ameuacha. Ikumbukwe pia kikosi cha Kaizer Chiefs mpaka hapo juzi wamecheza na Mamelodi Sundowns, wametoa sare ya goli 1-1. Yote haya ni matunda ya kocha Nasruddin Nabi kwa kazi kubwa ambayo aliifanya, na tunafahamu pia uwezo wake ni mkubwa kweli kweli. Kwa ni moja kati ya majina ambayo pia anahusishwa kutua kutoka katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans Sports Club, kukinoa kikosi hicho kwa hivi sasa mara baada ya kuweza kuachana na kocha wake hapo juzi, kama taarifa zilivyothibitishwa katika mitandao ya kijamii na uongozi wa klabu ya Yanga. Na majina haya ni miongoni mwa majina ambayo pia si mageni sana kwa wadau na mashabiki wengi wa klabu ya Yanga. Nafikiri tunafahamu kazi kubwa ya kocha Nasruddin Nabi pale katika klabu ya Yanga. Tunafahamu pia nini hasa ambacho alikifanya pale. Mpaka hivi sasa ninapozungumza na wewe bado Yanga ameendelea kuwa bingwa kwa sababu ya nguzo ambazo zilijengwa na kocha Nasruddin Nabi. Ile misingi bado haijabomolewa, kwa sababu baadhi ya wachezaji ambao walitoka kwenye mikono yake bado wameendelea kusustain na wameendelea kuwa na ubora ule ule ambao aliwaacha nao kipindi ambacho amekinoa kikosi hicho. Na kama itakuwa ndivyo ilivyo, kama taarifa zinavyo elezea kuhusiana na ujio wa Nasruddin Nabi katika kikosi cha Yanga, basi litakuwa ni jambo muhimu. Ikumbukwe hana timu kwa sasa toka ameachana na Kaizer Chiefs kwa sababu ambazo alizitaja kuwa ni sababu za kifamilia. Kwa hiyo yamkini akaja kutua ama akaja na mikoba yake kuna katika kikosi cha wana Dar es Salaam Young Africans Sports Club kuelekea katika msimu ujao, na msimu huu hapa ambao unaelekea kumalizika hivi karibuni. Mimi sina jingine la ziada, niite Masajina hili tutok, na hapa huwa tunazungumza pamoja na kujadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani yanayohusisha tetesi za usajili, uchambuzi na tathmini ya msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu hapa wa mwaka 2025-26. Ni jukumu letu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha pamoja na kukusogezea zile info na taarifa zote za kimichezo na burudani. Mimi sina jingine la ziada, niite Masajina hii ni tutok, na uwe na wakati mwema. Bye bye.